Katika moja ya habari kubwa zaidi ya afya duniani mwaka huu ni kwamba nchi ya Chile imeandika historia ambayo mataifa mengi yalidhani ni ndoto tu. Kupitia tangazo rasmi la World Health Organization, Chile imethibitishwa kuwa nchi ya kwanza katika bara la Amerika na ya pili duniani kuondoa kabisa ugonjwa wa ukoma, ugonjwa ambao kwa karne nyingi uliogopesha na kuwatenga watu katika jamii. Lakini safari yao ya mafanikio haya haikuwa rahisi hata kidogo. Ugonjwa wa ukoma unaojulikana pia kama Hansen's disease uliingia Chile mwishoni mwa karne ya 19, hasa katika eneo la Rapa Nui, yani Easter Island. Wakati huo watu waliuogopa sana ugonjwa huu kwa sababu uliathiri ngozi, mishipa ya fahamu na hata kusababisha ulemavu wa kudumu kwa wale ambao hawakutibiwa mapema. Kwa miaka mingi wagonjwa walikuwa wakitengwa, wakinyanyapaliwa na mara nyingi kukosa msaada wa matibabu. Lakini Chile haikuacha vita hii. Serikali iliwekeza katika mfumo imara wa afya, kuhakikisha kila kesi inaripotiwa, kila mgonjwa anapata matibabu bure na kila daktari anakuwa tayari kugundua dalili mapema. Hata baada ya visa kupungua sana, nchi haikuacha kufuatilia ugonjwa huu kwa ukaribu. Na hapa ndipo siri ya ushindi ilipo. Kwa zaidi ya miaka 30, hakuna kesi mpya ya ndani iliyorekodiwa nchini humo. Kesi ya mwisho kabisa ilitokea mwaka 1993. Hii ilimaanisha kuwa maambukizi ya ndani yalikata kabisa. Wataalamu wa afya walifanya uchunguzi wa kina, wakapitia takwimu zote na hatimaye kuthibitisha kuwa Chile imefanikiwa kuutokomeza ugonjwa huo kama tatizo la afya ya umma ambao umedumu kwa muda mrefu zaidi ndani ya taifa lao. Mkurugenzi wa WHO alisema mafanikio haya ni ushindi, kwamba kwa uongozi mzuri, sayansi na mshikamano, hata magonjwa ya kale yanaweza kuwa ya historia pia. Lakini hata baada ya ushindi huu, Chile bado inaendelea kufuatilia ugonjwa huu ili kuhakikisha haurudi tena miongoni mwao. Nadhani hii ni moja ya habari kubwa zaidi ambayo watu wengi wanaweza kuiongelea vizuri na kupendezwa na hiki ambacho kimetokea, kwa sababu ugonjwa wa ukoma umekuwa ni mmoja wa ugonjwa ambao umesababisha maafa makubwa zaidi katika jamii. Hata jamii za Watanzania baadhi wamekuwa wakiishi na ugonjwa huu kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiki ambacho kimepatikana, nadhani kuna somo kubwa pia katika serikali ya Tanzania itajiandaa kuhakikisha watu wanaishi kwa amani na magonjwa ambayo ni ya kihistoria yanaweza kupotea kabisa miongoni mwetu.